Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kukaribisha kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele siku hii ya leo. Mimi ni Sheikhani Mzaina. Tuandikie na asante kwa kutuandikia. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tunaanza rukuzi siku hii ya leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Kigamboni Kibada jijini Dar es Salaam. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam Kigamboni Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania DRC zaja kivingine. Rais Samia haimiza kuimarisha miundombinu kuboresha biashara. Rais Tshisekedi aja na nyenzo 3 kukuza uchumi Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Chalamila aagiza madereva malori wakamatwe, akemea kuogopana. Mabasi yazidi kubanwa yatumia stendi ya Magufuli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Umeme bwawa la Nyerere kuimarisha gridi ya taifa Dodoma. Habari katika ukurasa wa 7. Bilioni 19 za okolewa manunuzi miaka mitatu. Habari katika ukurasa wa 7. TRA yavuka lengo makusanyo Julai. Habari katika ukurasa wa 3. Kutoka mpango hadi utekelezaji dira 2050, mfumo kuandaa mipango ya maendeleo wabadilika. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. TMA yatabiri mafuriko mvua za El Nino. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Waliofungwa miaka mitano wizi betri za sola wakwama rufaa. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akisalimiana na mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi baada ya kuwasili Ikulu ndogo Unguja jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yatoa siku 8 bei ya saruji shuke. Nukuu ikisema tumekutana na wazalishaji wa saruji Agosti 18 na kuwapa siku 8 kuhakikisha bei inashuka na upatikanaji wa bidhaa unaimarika. Habari katika ukurasa wa 5. Hii ni nukuu ya Balozi Rajab Salum. Tahadhari mvua za El Nino SDR yatajwa. Habari katika ukurasa wa 15. Upinzani na ujenzi wa kizazi kipya cha ushawishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Kwa zaidi ya miongo mitatu tangu kurejea kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, upinzani nchini umejengwa na viongozi wenye haiba waliogeuka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10. Samia Tshisekedi waibua fursa mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Wimbi magonjwa ya upumuaji latesa watoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Shekilango kimya, pilika za shika kasi Magufuli. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2 Jumatano leo. Nikujuze habari njema kabisa kutoka kwao Lionbet. Hii ni leseni halali ya kufanya kazi nchini Tanzania, na mimi ni miongoni mwa watu ambao wanatumia Lionbet. Habari njema ni kwamba kwa wale wote ambao wanapenda kucheza kasino, unaweza kupata bonus hadi 100%. Na habari njema ni kwamba milioni 4 zitatolewa kwa wateja wapya wa Lionbet. Michezo ya live casino pia ipo kama vile roulette, blackjack na mingine kemkem ambao utaipata kwenye tovuti ya Lionbet. Jiunge na Lionbet hii leo kwa kutumia link ambayo ipo chini hapo kwenye description. Itakufanya wewe upate bonus mbalimbali. Slot 4,000 zinapatikana kwenye ukurasa wa Lionbet au kutumia app yako ya Lionbet Tanzania. Kujiunga ni haraka na ni rahisi zaidi. Tembelea leo www.leonbet.co.tz au unaweza kupakua app ya Lionbet kwa Android simu yako kwa kupita pale Play Store. Wale ambao wanatumia simu za iPhone, unaweza ukadownload app ya Lionbet kupitia Apple Store. Cheza kistaarabu. Lionbet, simba la mikeka. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe limeandika Rais Samia Tshisekedi wafungua ukurasa mpya, lengo ni sekta ya madini kunufaisha Afrika. Tanzania DRC zafungua fursa mpya uwekezaji wa biashara. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Bandari ya Tanga kumekucha yaibua uhitaji wa ICD. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. TMA yatabiri uwezekano
wa kuwepo hali ya El Nino. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa mwelekeo wa mvua za msimu wa vuli wa mwaka 2026 huku ikitangaza uwezekano mkubwa wa kuwepo kwa hali ya El Nino kwa msimu huo. Sekta binafsi kuchangia 70% utekelezaji dira. Habari katika ukurasa wa 4. Uwanja wa ndege Kigoma ukarabati wafikia 67%. Habari katika ukurasa wa 3. Bidhaa zisizokidhi viwango za teketezwa. Habari katika ukurasa wa 2. Ebola yaweka rekodi kwa kuua watu 2300. Habari katika ukurasa wa 19. Kambi ya matibabu yamalizika jijini Dar es Salaam. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni wakili Madeleka asimulia ya polisi. Alonga na Nipashe akieleza alivyohamishwa usiku katika vituo kadhaa vya jeshi la polisi bila kuambiwa anapopelekwa, abeguliwa nyumbani, adai kukamatwa kwake kulifanywa kinyume cha sheria. Habari katika ukurasa wa 2. Samia na rais wa DRC wakubaliana hoja nyeti. Habari katika ukurasa wa 3. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema kwa sasa jitihada za kuendeleza miundombinu ya reli na vituo vya mizigo zinaendelea vyema, ikiwamo mwendelezo wa SGR kuelekea maeneo ya magharibi ambao baadaye utaunganisha na nchi za Burundi na DRC. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Kamati ya Chadema ya rasimu ya katiba mpya yaanza kazi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kimeanza kuandika rasimu ya katiba mpya pamoja na mapendekezo ya sheria itakayoweka utaratibu wa kufanikisha mchakato wa katiba mpya ya nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Tahadhari yatolewa El Nino ikitarajiwa mwezi ujao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Nipashe likiandika haistaki serikali kuwatoza wananchi daraja la Kigamboni. Habari katika ukurasa wa 3. Saratani inavyoua Watanzania kila saa. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Raia Mwema. Muungwana ni kitendo lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Lissu njia nyeupe, ndugu ikisema miongoni mwa matukio yaliyoibua mjadala huo ni kikao kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC hivi karibuni Ikulu Dodoma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali ya kunjua makucha yaionya kampuni iliyoteka soko la utalii. Tato yafunguka. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Zuio la mabasi la tesa abiria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema. Muungwana ni kitendo. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Tanzania DR Congo za kubaliana mambo 7. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. CCM Zanzibar yataka nidhamu ya utumishi. Habari katika ukurasa wa 9. Hichilema ebuka kidedea matokeo ya urais Zambia. Habari katika ukurasa wa 7. TMA yatabiri mvua kubwa ya vuli nchini. Habari katika ukurasa wa 2. Agizo la RC Chalamila stendi ya Magufuli safi. Habari katika ukurasa wa 3. Vifo vya kina mama watoto vimepungua. Habari katika ukurasa wa 3. SMZ ya kusudia kuipaisha fumba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Aziz Ki anatumika hivi, kocha Yanga atengeneza pacha na Chalulile. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ijayo ni Yanga dhidi ya Coastal Union saa 12 na dakika 30 Alhamis dakika 90, muda ambao Aziz Ki alifanya mazoezi na wenzake juzi. 10 namba ya jezi ambayo Aziz Ki atakuwa akivaa akiwa Yanga. Kiungo asubiri mamilioni Msimbazi. Habari katika ukurasa wa 2. Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club leo Jumatano saa 10:15. CCM Kirumba Mwanza. Memphis kugoma kumlipa marehemu mshahara wa superstar wa zamani wa ligi ya kikapu ya Marekani NBA Brandon aliyefariki dunia Mei mwaka huo akiwa amebakiza msimu. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10. Not for sale. Man United ya goma dili la Bruno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Ijayo ni Premier League, Hull City dhidi ya Manchester United Jumamosi saa 8:30 mchana. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele.
magazeti ya habari za michezo. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Pamba Simba hatumwi mtoto. Wekundu wa Msimbazi Simba leo watakuwa uwanja wa CCM Kirumba mkoani Mwanza kuikabili Pamba Jiji. Simba inashika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu baada ya kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Kagera Sugar kwenye uwanja wa Kaitaba mkoani Kagera katika mchezo wa Jumapili iliyopita. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Ujenzi uwanja wa Fumba afikia 81%. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema ujenzi wa uwanja wa Fumba unatarajiwa kutumika kwa michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON mwakani umefikia 81%. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani. Fountain Gate yaizamisha Mashujaa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Sakata la Infantino laondoka na mtu FIFA, habari katika ukurasa wa 21. Taarifa maandalizi ya AFCON yatua kamati ya bunge, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, habari za michezo, lenye limeandika kete ngumu Simba Pamba Jiji. Pamba ina kikosi ambacho kimekuwa kikitoa upinzani mkali, kinapocheza nyumbani italazimu kupambana, kucheza kwa kujihami na kutengeneza nafasi za kupata mabao. 2-0 idadi ya mabao iliyoshinda Simba katika mchezo wa kwanza wa msimu huu. BMT yaipatano Japan, habari katika ukurasa wa 19. Uwanja wa New Amani wafungwa, habari katika ukurasa wa 17. Mwili wa Kifukwe wasili leo, habari katika ukurasa wa 19. Draft ya pigwa debe, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili kiandika Man City ya mtega Dwabi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Wachezaji cricket waomba vifaa, habari katika ukurasa wa 17. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Gazeti hili linakamilisha rukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.